Wakati umoja wa Kisovieti uliposambaratika mwaka 1991, dunia ilidhani Russia imeanguka kabisa. Watu walidhani taifa hili litaishi kwa misaada ya magharibi kama ilivyo kwa nchi nyingi za Kiafrika. Lakini leo hii Russia si tu imesimama imara, bali imekuwa moja ya mataifa ambayo yanahofiwa na kuheshimiwa zaidi duniani. Je, siri ni ipi? Na je, Afrika inaweza kujifunza nini kutoka Russia? Karibu katika simulizi hii isiyo na upande wala propaganda, bali ya maarifa, mikakati na mapambano ya taifa lililokataa kunyenyekea mataifa ya magharibi. Katika vita vya dunia ya leo, risasi si tu silaha pekee, bali habari ni silaha kubwa na yenye nguvu zaidi. Russia ilijifunza hili mapema zaidi. Baada ya miaka mingi ya kushambuliwa na vyombo vya habari vya magharibi, iliamua kuanzisha vyombo vyake vya habari vya ndani kama vile RT, yani Russia Today, Sputnik, na kuviwezesha vyombo vya habari vya ndani vya taifa hilo zilizoeneza uzalendo na uelewa wa hatari ya ubeberu. Lakini pia waliweka udhibiti kwa vyombo vya habari vya nje kutumika kama propaganda nchini mwao. Kupitia hiyo walifanikiwa kuwalisha raia wao habari zao za kweli na sio zile zilizorushwa na vyombo vya habari vya kimagharibi, ambavyo vingi hutumika kueneza propaganda. Huu ni mfano ambao nchi za Afrika zinaweza kuiga pia. Tunahitaji kuviongezea nguvu ya kiuchumi vyombo vyetu vya habari, lakini pia kuandika simulizi zetu na kubadilisha mfumo wa elimu na ujenga uzalendo na sio kujidharau na kuutukuza wa kimagharibi. Lakini pia Russia ilitambua kuwa heshima ya kweli haiji kwa kuomba misaada, bali kwa kujiimarisha kiuchumi. Badala ya kubinafsisha au kuuza mafuta na gesi yao kwa bei ya kutupa, waliingia mikataba ya kimkakati na mataifa yanayoheshimu uhuru wao. Wakaanzisha viwanda vya ndani, kuwekeza katika silaha, nishati, kilimo na gesi. Leo hata baada ya vikwazo vya magharibi, Russia haijayumba sana, bali imejifunza kujitegemea kuzalisha kila kitu yenyewe. Afrika nayo inaweza kufanya hivyo. Tuna ardhi kubwa, tuna watu na tuna maliasili nyingi. Tunahitaji tu dira, sio ahadi za wafadhili. Lakini pia Russia, baada ya kuona kuwa vikwazo vya kifedha ni silaha hatari zaidi ya Marekani, iliamua kuunda mfumo wake wa malipo uitwayo MYR, yani Mail Payment System. Ikaongeza akiba ya dhahabu kwenye hazina yake, ikaacha kutegemea dola ya Marekani na kujenga mfumo wa benki mbadala na mataifa washirika kama China na India. Leo hii hata wakikatiwa huduma ya mfumo wa malipo wa kimataifa kama SWIFT, Russia inaweza kuendelea kama kawaida bila shida. Mfumo wa kiuchumi wake umekuwa huru na imara zaidi. Afrika ina nini? Mabenki yetu bado yanategemea kwa asilimia kubwa mifumo ya kibenki ya kimataifa ya kimagharibi. Hii ni hatari kubwa kwa bara letu. Russia haikuwekeza katika majeshi kwa sababu ya vita, bali kwa ajili ya heshima. Leo hii ina silaha kali zaidi duniani.
ikiwemo makombora ya hypersonic yasionekana kwenye rada. Ina mifumo ya ulinzi ya hali ya juu kama vile S-400. Hii haimaanishi Afrika ijaze silaha tu, bali ijenge uwezo wa kujilinda. Huwezi kuwa huru ikiwa huwezi hata kujilinda. Lakini pia Russia haikukubali kupambana peke yake. Iliamua kuunda ushirikiano wa BRICS, kundi la mataifa yanayotaka kujitegemea kiuchumi. Ikaunda SCO, ushirika wa kisiasa na kiusalama unaokinzana na NATO. Afrika inaweza kufanya hivyo pia. AU inaweza kuwa ya kweli na ya nguvu, sio tu jukwaa la viongozi. Kila taifa linaweza kuungana kwenye sera ya kiuchumi, sarafu ya pamoja, ulinzi wa pamoja na diplomasia ya pamoja kama bara. Mwisho, Russia haikuokolewa na mtu. Ilijiokoa yenyewe. Ilikataa kununuliwa kwa misaada. Ilijifunza kutumia udhaifu wake kama silaha ya mabadiliko. Afrika bado inaweza. Tukitumia ardhi yetu vizuri, tukieleza historia yetu wenyewe, na tukiimarisha uchumi wa vyombo vyetu vya habari, tutasimama kama bara lenye heshima. Zaidi ya yote, soma kitabu changu cha Jicho la Genghis Khan, siri za ujasusi wa Mongolia ulioitikisa dunia na funzo kwa karne ya 21. Kitabu hiki kwa sasa kinapatikana kwa soft copy. Unalipia shilingi 1999 tu. Kwa M-Pesa anza na alama kujumlisha 255 755 448591 au CRDB benki 015 2492118400. Majina ni Ananias Edgar Kitage. Baada ya malipo nitumie ujumbe WhatsApp. Anza na alama kujumlisha 255 755 448591. Nitakutumia kwa WhatsApp au email. Mimi naitwa Ananias Edgar.